Mambo vipi? Hivi umewahi kusikia juu ya mtu ambaye alikuwa na umaarufu mkubwa sana, pesa nyingi, ufahari mwingi, ghafla maisha yake yamebadilika? Sasa leo tunamwangalia mwamba mmoja kutoka pale nchini Marekani, jina lake Aaron Hernandez. Alizaliwa mwaka 1989 katika jimbo la Bristol nchini Marekani. Aaron tangu utotoni mwake alijulikana kama mtoto mtukutu sana mwenye kupenda makundi nini, na baba yake alikuwa akimchapa sana Aaron ili kumshape tu, kumweka katika tabia njema, lakini babake alifariki. Na baada ya babake kufariki, Aaron ndio aliongeza utukutu. Licha ya yote hayo, Aaron alikuwa mtoto ambaye anapenda sana michezo, hasa mchezo wa mpira wa mikono au professional football au NFL. Sasa Aaron pia alikuwa akipenda masomo, yani licha ya utukutu nini, alikuwa na akili nyingi sana darasani. Miaka imeenda, alifanikiwa kujiunga na chuo kikuu cha Florida, University of Florida. Na pale chuoni Aaron alikuwa akichezea timu ya mpira wa mikono ya chuo na alikuwa anafanya vizuri sana, yani vizuri mno, kana kwamba alikuwa anajulikana huku na kule kwa sababu ya umakini wake au ustadi wake katika mchezo huo. Lakini pia akiwa chuoni, Aaron alijikuta katika rekodi nyingi za polisi. Hakuwahi kufungwa wala kupelekwa mahabusu au nini, lakini alikuwa kwenye rekodi za polisi kwa ajili ya kuwa kwenye makundi au magenge ya uhalifu, ya watu wanaotumia silaha, watu ambao wanaanzisha vurugu kuna kule hivyo. Sasa miaka ilienda, zale la mentali likamwangukia Aaron. Mwaka 2010 Aaron alisainiwa na timu kubwa sana ya NFL au ya professional football au ya mpira wa mikono au timu inayocheza mpira ya mikono au professional football pale nchini Marekani. Na hiyo timu jina lake ni New England Patriots. Kwa wale ambao wanafuatilia michezo ya NFL mpaka leo hii wanaifahamu hiyo timu. Ni timu ambayo inakinukisha sana pale nchini Marekani. Sasa Aaron alisainiwa kwa mkataba au alijiunga kwa kusainiwa kwa mkataba wa dola milioni 40. Kwa mwaka 2010 ukichange hiyo pesa kuja kwenye pesa ya Kitanzania ni takriban bilioni 55 milioni 840 na ushe. Hiyo ndio pesa ambayo Aaron alisainiwa kujiunga na timu ya New England Patriots. Aaron alipata umaarufu mkubwa sana kwa sababu ya ujuaji wake wa mchezo ule au makini wake au katika, yani alikuwa vizuri sana katika huo mchezo na alipata umaarufu mkubwa mno. Alijikuta anapendwa sana, yani sana, mpaka pale ambapo mambo yalianza kubadilika katika maisha ya Aaron Julai 2 mwaka 2012. Hii siku ilikuwa siku nzuri sana kwa Aaron. Aaron alianza majukumu yake vizuri tu mchana kikawaida nini, akaamua kwenda club yeye na rafiki yake, mshikaji wake mmoja. Wamefika club, wamekaa wanachill, wanakunywa, wanafanya nini. Ghafla alitokea mwamba mmoja jina lake Daniel. Daniel alifika akamgonga Aaron. Bahati mbaya tu hivyo, kwa sababu tunajua club watu wengi ni nini, alijikuta akamgonga Aaron. Alipomgonga Aaron, alisababisha kinywaji kilichokuwa kwenye mkono wa Aaron kimwagikie mavazi au nguo alizokuwa kavaa Aaron na kumchafua. Sasa Daniel hakumuomba samani Aaron. Alimwangalia tu Aaron machoni, akacheka, akabrush tu hivi, akaondoka. Sasa lile jambo lilimkwaza sana Aaron. Mtu kafika akamgonga, akamwagia kinywaji, kafanya nini, halafu hata kumuomba samani hataki, akaondoka. Lakini Aaron hakuanzisha ugomvi wala hakumsema Daniel wala hakumuita wala hakufanya chochote, hapana. Licha ya au badala ya kumuita au kumwambia umenikosea nini, Aaron aliamua kuanza kumfuatilia Daniel. Kwa hiyo Daniel alikuwa akienda katika pande hii ya club, Aaron anamfuatilia, anamwangalia, anafanya nini, hivyo. Lakini Daniel alikuwa hajui kwamba anafuatiliwa na Aaron. Baadaye usiku wa manane, Daniel alitoka nje ya club na kwenda kukaa kwenye gari lake na mshikaji wake mmoja jina lake Safira. Wakiwa wanachat, wanaongea, wanafanya nini, ghafla ilitokea gari aina ya SUV nyeusi ikapark au ikasimama pembeni ya gari la Daniel. Daniel sasa kuangalia huyu mchizi vipi, mbona akasimama hapa muda mrefu, akashusha vioo vya gari lake. Ile kushusha vioo vya gari lake na ile gari aina ya SUV, mwamba aliyekuwa kwenye ile gari na yeye akashusha au akateremsha vioo vya gari lake. Sasa yule mwamba aliyekuwa kwenye SUV akawasha moto, yani akapiga risasi 5 kwenda kwenye gari alilokuwemo Daniel na mshikaji wake Safira. Daniel alipigwa risasi 3 na mshikaji wake Daniel Safira alipigwa risasi 2. Wote walifariki muda ule ule. Maaskari waliitwa akafika pale nini. Sasa kuna shahidi mmoja wa macho ambaye yeye anadai aliona lile tukio zima.
Na yule shahidi aliwaambia wale maafisa polisi kwamba lile gari ambalo lilikuwa limesimama pembeni ya gari la Daniel ndio sawa au linafanana kabisa na gari lile ambalo Aaron alikuwa kafika nalo pale klabu akiwa amekuja kuingia klabu. Lakini maafisa upelelezi au maafisa polisi waliomba kuangalia CCTV camera ya eneo lile ili wapate kuona nini kilitokea. Bahati mbaya hakukuwa na CCTV camera katika lile eneo. Yaani zikuwepo kwenye eneo jingine la baa, lakini kwa pale nyuma hakukuwa na CCTV camera. Kwa hiyo namna hiyo maisha yakasonga mbele. Aaron hakupelekwa mahakamani wala chochote kwa sababu hakukuwa na ushahidi wa kuonyesha kwamba ni yeye ambaye alipiga risasi kwenye gari la Daniel kusababisha kumuua Daniel na mshikaji wake Safira. Lakini kama Waswahili wasemavyo, damu ya mtu haiendi bure. Ghafla akili ya Aaron ilikuwa kama vile imechanganyikiwa. Akaanza kutembea na bastola kila sehemu. Akawa analaza bastola chini ya kitanda chake, kwenye gari lake wanakutana na bastola 2-3. Yaani namna hiyo. Akiulizwa Mwamba vipi? Anasema anahisi kuna watu wanamfuatilia, mara akitoka tu kwa michezo au akitoka kuichezea timu yake anaanza kusema kuna watu wanamfuata. Yaani ni kama vile alikuwa anaona mazingaombwe fulani hivi yaliyokuwa yanamfanya atembee na bastola kila anapoenda. Sasa Aaron alikuwa na mshikaji wake mmoja jina lake Alexander. Ikabidi siku moja Alexander amtolee uchovu, akamwambia sie Mwamba, wewe mbona unatembea sana na hizi bastola nini? Yaani mbona unatembea na yaani hata kama wewe ni maarufu ni nini, una mabodyguard una nini, lakini kutembea na bastola kila sehemu si nzuri, kwa sababu unaweza ukajikuta umepata hasira ukamua kumshuti mtu au kumpiga risasi ya mtu. Lile jambo lilimkwaza sana Aaron kuambiwa vile. Akachukua chuma akampiga risasi Alexander pembeni ya jicho lake la kushoto, yani usoni, juu kidogo ya pua. Aaron akahisi Alexander kafariki. Akachukua mwili wa Alexander akaenda akautupa sehemu ya kupaki magari. Lakini Mungu si asimane, Alexander kufariki. Alexander alisaidiwa akafikishwa hospitali hivyo na alifanikiwa kupona. Lakini Alexander alipopona aliogopa kabisa hata kwenda kituo cha polisi, kwa sababu alikuwa kashamuona Aaron akikasirika anavyokuwa. Akawaza umaarufu wa Aaron, akawaza pesa alizonazo Aaron, akaona hapana, hapa siwezi hata kwenda polisi. Akaamua kufunga mdomo wake. Kikubwa tu akajiweka mbali na Aaron, akaendelea na maisha yake. Muda ukaenda Aaron akafanikiwa kupata rafiki mpya. Jina lake Odin Lord. Odin naye alikuwa ni mchezaji wa mpira wa mikono kule nchini Marekani, lakini hakuwa na umaarufu kama wa Aaron, wala hakuwa na pesa nyingi kama za Aaron. Kwa kifupi ni kwamba tu walijikuta wamebonda, wakawa kama mtu na kaka yake, yani wakawa marafiki walioshibana sana. Na urafiki wao uliongezeka kwenda kwenye undugu pale ambapo Odin alianza kutembea au aliingia kwenye mahusiano na dada yake mchumba wake Aaron. Yaani kwa kifupi ni kwamba Aaron tayari alikuwa na girlfriend wake ambaye alikuwa kashamvisha pete, kwa hiyo alikuwa mchumba wake. Anasubiria tu kumuoa. Namna hiyo, lakini alikuwa bado hajafunga ndoa. Sasa dada yake mchumba wake Aaron ndio alikuwa ameingia kwenye mahusiano na Odin. Kwa hiyo hili jambo likafanya kama Aaron na Odin kuwa kama ndugu fulani hivi. Namna hiyo. Sasa siku zilivyozidi kwenda, Aaron alijikuta kamwamini sana Odin. Kana kwamba siku moja akamwambia Odin, naweza nikakuamini? Odin akamwambia ndio. Kwani vipi? Bro, siku zote tumekaa kwamba mpaka sasa hivi bado tu hujaniamini. Akamwambia hapana, kuna kitu natamani nikwambie. Na hiki kitu ni siri yangu kubwa mno. Yaani kwa kifupi ni kwamba nimekaa nayo na sijawahi kumwambia mtu yoyote. Yaani ni kitu changu cha faragha sana. Odin akamwambia bro, unaweza ukaniamini, wewe niambie tu. Aaron akamwambia Odin siri yake ambayo amekuwa kiificha kwa muda mrefu. Akamwamini Odin, akamwambia. Maisha yakaendelea, urafiki ukaendelea, lakini siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, Aaron ghafla akaanza kujisikia vibaya. Yaani akaanza kujiuliza, hivi kwa nini nimwambie Odin siri yangu? Hivi siku moja akinigeuka au siku moja tukagombana kwa ajili ya mwanamke au kwa ajili ya mambo ya hapa na pale, siku moja tukipishana, si ataniuza huyu? Si atani snitch? Yaani kwa kifupi ni kwamba Aaron akaanza kumuona Odin kama tishio kubwa sana kwenye maisha yake. Na ile hali ilikuwa inamkeleketa sana moyoni, yaani ilikuwa inamkwaza sana, yaani ilikuwa inamfanya ajisikie vibaya mno. Akasema hapana, huyu mtu lazima nimuondoe kwenye uso wa dunia ili niendelee kuwa na amani. Yaani niache kumuona tishio, yaani niache kuwa na tishio kwenye maisha yangu. Nahitaji kuishi maisha yangu kama zamani. Najutia kumwambia siri yangu, kwa hiyo inabidi nimuue ili niendelee kuishi maisha yangu kama zamani. Ilikuwa ni tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2013.
Aaron alimpigia Odin simu. Akamwambia, "Oh Mwamba, nahitaji tutoke usiku leo twende tukapate 1 2 3 unajua refresh nini." Akamwambia nitakupitia hapo kwako mida ya 7 usiku. Sasa Odin si anajua Aaron ni mshikaji wake, hawana shida, hawana nini. Akamwambia, "Bro, hamna shida, wewe utakapojiandaa nipitie hapa kwangu." Lakini Odin pale kwake alikuwa akiishi na dada yake pamoja na mama yake. Sasa mida ya 7 usiku Aaron akaenda kumchukua Odin pale nyumbani kwake. Na kabla Odin hajaondoka alimwaga dada yake. Akamwambia, anatoka na Aaron nini hivyo. Lakini mida ya saa 9 usiku huo wa saa 9, Odin alimtumia dada yake meseji 3. Meseji ya kwanza ilikuwa inasema, "You saw who I was with," yani uliona niliyekuwa naye. Ya pili ilikuwa inasema NFL, yani mpira wa mikono au professional football. Ya tatu ilikuwa inasema just so you know, kwamba ili ujue tu, yani uliona niliyekuwa naye mpira wa mikono ili ujue tu. Na Odin hakufanikiwa kurudi nyumbani ule usiku. Kesho asubuhi mwili wa Odin ulikutwa umetupwa katika eneo la viwanda na ukiwa umepigwa risasi 5, 2 kifuani, 2 mgongoni na 1 tumboni. Maafisa upelelezi walifika pale na kuangalia CCTV cameras za eneo la viwanda, lakini eneo la viwanda lilikuwa halina CCTV cameras pale ambapo mwili wa Odin ulikutwa. Ikabidi waende kwenye majumba au makazi yaliyopo karibu na eneo lile la viwanda waangalie CCTV cameras zinazoonyesha nini kilitokea ule usiku, au wakina nani walioingia na Odin pale katika eneo la viwanda. Walifanikiwa kuona gari moja aina ya Nissan Altima yenye rangi ya silver ikiingia mida ya saa 8 na madakika usiku pale katika eneo la viwanda, na likatoka kama baada ya dakika 15 hivi, yani 15 mpaka 20, nusu saa hivyo likatoka lile gari. Lakini hawakuona wakina nani waliokuwa ndani ya lile gari. Ikabidi maafisa upelelezi sasa wafuatilie lile gari linamilikiwa na nani na lilikuwa limetoka wapi. Wakaja kugundua linamilikiwa na kampuni moja ya ukodishaji magari pale nchini Marekani. Walipoenda pale kwenye ile kampuni ya ukodishaji wa magari kuangalia ni nani ambaye alikodi lile gari siku ile, wakagundua si mwingine bali ni Aaron Hernandez. Yani alikuwa amejirejista kabisa kwamba yeye ndiye mkodishaji wa lile gari. Walipotoa maganda ya risasi katika mwili wa Odin na kwenda kuyafanyia uchunguzi au upelelezi, waligundua kuna risasi ambazo zilikuwa zimesajiliwa kwa jina la Aaron Hernandez. Hasa Aaron alivyoona hivyo akaona wameshanitambua hapa, watanikamata. Ikabidi aende kwenye timu yake aliyokuwa anaichezea ya New England Patriots na kuiomba imtetee. Sasa pale Marekani kuna utamaduni mmoja hivi, ukifanya uhalifu wa namna fulani, kwamba umempiga mwanamke au umemtishia silaha mtu au umefanya uhalifu club nini, kama unachezea timu fulani ya michezo, ikitoa tamko kwamba inasimama na wewe kwenye hiyo kesi, au ikasema kwamba mtu wetu tunasimama naye, yani hata ikachapisha tu Instagram kwamba we stand with fulani fulani, au tunasimama na mchezaji wetu katika hii kesi fulani fulani, tayari kuna asilimia kadhaa unaweza ukaishinda ile kesi. Yani ndivyo ilivyo, ni utamaduni tu. Sasa Aaron alivyoenda kwenye timu yake ile ya New England Patriots walimjibu kwamba, "Aaron, hii kesi yako ni ngumu sana. Hatuwezi hata kuchapisha, yani hata Twitter tukaandika tu kwamba tunasimama na Aaron kwenye hii kesi. Hapana, yani kesi yako ni very complicated." Kwa hiyo wakamtema. Baada ya siku 10 Aaron alikamatwa na kuwekwa chini ya ulinzi. Mwaka umeenda 2015 Aaron alihukumiwa kifungo cha kukaa gerezani mpaka kufa, yani kifungo cha maisha. Na alipoulizwa ni kitu gani hicho ambacho alimwambia Odin ambacho kilimfanya amuone Odin kama tishio kubwa sana kwenye maisha yake, alikataa kusema. Hakuwahi kusema. Aaron alianza kupambana kisheria, akatafuta timu nyingine ya wanasheria kwamba imtetee, walau apewe kifungo cha nje, yani aachiwe kwa masharti makali, lakini mahakimu walikataa, yani majaji walikataa, wakamwambia hapana, umeua mtu, hatuwezi tukakuacha ukatembea huru. Yani hii kesi yako sio ya kumwachia mtu kwamba hata kwa masharti mtu achiwe hata kwa masharti makali, hapana. Hii kesi yako sio namna hiyo. Kwa hiyo namna hiyo Aaron alikaa akatafakari, akaona hapana, nilikuwa superstar mkubwa sana, siwezi ya maisha ya jela. Akawaza kwamba alikuwa na mchumba wake ambaye alikuwa anaelekea kumuoa, kamwacha uraiani. Akawaza kwamba
atatokea mwamba mwingine atamuoa. Akiwaza hayo mambo yote yanamchanganya akili. Akawaza alikuwa na binti yake mtoto mdogo wa kike, kamwacha uraiani kwamba hatamuona tena, kwamba maisha yake yote yatakuwa jela. Akaona hapana. 2017 Aaron aliamua kujinyonga akiwa magereza. Kwa hiyo mwili wa Aaron ulipatikana akiwa amejinyonga namna hiyo. Hebu tuambie unafikiriaje hii kesi? Tuambie hapo chini kwenye comments. Jamani, usisahau kulike, kusubscribe na kucomment. Asante sana.